yani hata kama waga unavaa vizuri, sijui wewe una gari kali, wewe brand yako obvious kwa kitaalamu tunaanza kuona kwamba brand yako inaanza kufa. Yani hiyo ndio yani. Ukitaka kumtarget kila mtu utajikuta haumtarget mtu yoyote. Kwa hiyo ni bora udecide utamtarget mtu gani, kwa sababu ukitaka kulilete na kila mtu utajikuta mwisho wa siku haulilete na mtu yoyote. Okay. Mambo vipi mzee? Kama kaa umekuwa muda mrefu sana. Next episode nadhani hapa katikati kuna vitu vitokea tukashindwa kuendelea. Na watu wengi walikuwa wanatuuliza kwa nini tumeshindwa kuendelea. Sana yani ukweli ni kwamba ukisikiliza episode ambazo tulizifanya mwanzoni, ndio kulikuwa kuna shida kidogo kwenye sauti na of course watu wengi yani feedback actually zilikuwa ni nzuri, lakini watu wasema bana, hebu jaribuni kwenye episodes zinazokuja sauti iwe vizuri. Ndio maana tumeamua hata kuinvest pia kwenye vifaa vya sauti na kuonyesha ni namna gani hili swala tuko nalo serious sana. Na watu hawajui kuna episode tulikuja hapa tukashoot na nini, mimi nilikuwa na hiyo energy kwamba inabidi tushoot na nini, lakini episode ya mwisho kama kwa usofahamu tu kuna episode ambayo kabla ya hii tulishoot nzima, lakini tukaje tukaona kwamba sauti haiko vizuri, tukaamua kama tunataka hiki tunacho serious inabidi tuboreshe kwenye swala la sauti. Na wewe ndio ulitoa hilo wazo ukasema kwamba kwenye podcast tunazungumzia mambo ya quality of course. Sisi wenyewe hatuna quality kwamba tuna preach kama mtu bili wana sauti nzuri, alafu wenyewe kumbe sauti zetu haziko vizuri sana. Sasa hivi tunasikika tena vizuri na kabisa, episodes zitakuja nyingi back to back sana. Comment zilikuwa ni nyingi, like pia ni nyingi sana. Tunashukuru pia, tukutegemea kama tungepata feedback nzuri hivyo. Feedback nzuri of course, kweli feedback zilikuwa ni nzuri sana. Tunashukuru sana kwa ambao mnatufuatilia, mnatupa motivation na kuendelea. Unajua nilikuwa nasoma comment watu wanasema kumbe podcast iko hivi, natakiwa iwe hivi, kumbe branding natakiwa iwe hivi. Kwa hiyo ni kama sasa hivi watu pia wanataka kujifunza, kwa sababu ukuaji wa mitandao ya kijamii umekuwa mkubwa sana. Biashara zipo huko, watu wanauza vitu vyao huko. Kwa watu wengi pia wanahitaji hicho kitu. Nisema na of course kwa hebu waambie kwa watu ambao like say this podcast itakuwa inahusiana na vitu gani na watu watajifunza vitu gani sana. Expect vitu vipi? Hii episode ambayo hii hapa tutajifunza namna ya kuingiza product mpya sokoni kwenye digital. Tukizungumzia product tunazungumzia bidhaa kama bidhaa. Anaweza kawa ni bidhaa ya chakula, anaweza kawa ni msanii, mtu yoyote yule. Lakini sasa sisi tutazungumzia kwenye engo ya brand, kwamba sasa hivi kwenye digital huwezi kuingiza product kama product, unabidi uibrand. Lazima uibrand kitu chochote kile, yani huwezi kukiingiza sokoni kama hujakitengenezea mazingira ya kuingia sokoni. Afu nilijua mimi ndo na hiyo akili, kumbe watu tayari wako mbele ya muda. Unajua juzi nilikuwa naongea na bibi mkubwa. Akaniambia anataka kuanza kutengeneza sabuni hizi za majumbani. Sasa kanishtua hivyo, niambia mwanangu siwezi kuingiza bidhaa sijai brand. Umeona yani ni terminology ambazo watu wengi unaweza kaisi kwamba wazifahamu. Au kuna wakati mwingine watu wamekuwa wakifanya vitu bila kujua kwamba wanachokifanya ni branding. Mtu bana nataka niingize bidhaa zangu baka karanga zangu sokoni, lakini nataka niziwekee package fulani ambayo ni nzuri. Hata ile dhana ya kusema kwamba nataka niziweke katika mfuko fulani, hiyo ni packaging ambayo ipo kwenye branding, kama unataka kuipresent bidhaa yako katika mfumo gani. Kwa sababu branding ambao watu wanakuwa wanakuta muda huo mtu anaizungumzia ambao sio mtu wa digital, ina maana product iwe ukiona ujue imetoka wapi, nani, utofauti wake ni upi. Kwa sababu sisi sote tunaweza kuwa tunauza karanga lakini inabidi nizijue hizi karanga ni za Allen, hizi ni za Ado. Of course kwamba kuna branding ina involve vitu vingi mle, feeling ambayo mimi nitaipata. Sawa zote hizi zote ni product za karanga, lakini wewe karanga yako itanifanya mimi nijifeel vipi? Na vyote hivyo ni kupitia branding. Na kitu ambacho watu wanatakiwa wakijue, branding ni sehemu ya marketing. Of course, sema marketing ilianza kabla ya branding. Alafu branding ilivyokuwa imeshaingia ikawa inakuhitaji uibrand product, alafu ndo uanze kuiuza sokoni. Ndio brand. Watu nimesema marketing ilianza kabla ya brand kwa sababu gani? Watu zamani walikuwa marketing product zao, si ndio? Sure. Walikuwa labda
mtu ana bidhaa yake sokoni, anaiingiza sokoni jinsi ilivyo, yani hahitaji kuifanyia branding na nini. Brand imekuja ili kusaidia bidhaa kuingia sokoni kirahisi. Bidhaa ambayo imekuwa umeshai brand ni rahisi kuiuza sokoni kuliko bidhaa ambayo hujai brand. Kwa sababu branding itakupa mechanism kwamba utai-communicate vipi bidhaa yako. Na kwamba branding pia itaweza kuelezea kwamba hii product inamface mtu gani au kwa mazingira gani. Yani kwamba branding ni communication ya product kwa mlaji. Yani kwamba marketing itakusaidia kucommunicate kwamba hii brand yangu ndo hii hapa. Hasa unaitumia marketing kuambia watu brand yangu inaonekanaje. Yani kwamba unaanza kuidesign product yako. Labda kwa mfano, nitatolea mfano, kuna maji sokoni, si ndio? Wewe unahitaji kuingiza maji mapya sokoni. Kwa hiyo na timu yako mtakaa mfikirie namna gani mnaweza kuingiza hayo maji yenu sokoni. Kitu cha kwanza kwenye bidhaa kama maji ni package. Ni packaging, Ile package ndio itatofautisha wewe na product yako nyingine. Maji ndio yale. Maji yale. Umeelewa? Kwa kisha tengeneza ile package, unaitumia sasa marketing kuwaonyesha watu kwamba una maji mapya sokoni. Kwa sababu umeshai design ile product yako kwa uzuri, itakusaidia wewe kuiuza product yako kirahisi zaidi. Watu wanakuambia brand inakupa loyal customer, mteja wa muda mrefu. Marketing inaweza ikupa mteja wa muda huo ambao hawezi kuwa mteja wa muda mrefu. Ndio maana kuna mashabiki wa bidhaa. Tunapenda kutolea mfano Coca-Cola. Kuna watu ni mashabiki wa Coca-Cola, lakini hakuna mtu anawalipa kwa kuwa mashabiki. Hapana. Ana uwezo wa kuitetea Coca-Cola, ni kwa sababu ya branding inakupa loyal customer. Kwa hiyo kwenye biashara ya kuuza vitu online unahitaji uibrand product kabla hujaingiza sokoni. Of course. Hii ni kwa mtu yoyote. Kwa mfano, wewe una duka la nguo, si ndio? Nguo ndo hizo watu wanachukua China, ndo hizo ambazo wanachukua China. Umeelewa? Kwa lazima ukame up na brand, utengeneze brand alafu ndo uanze kufanya marketing. Kwa mfano, tutakupa mfano mzuri, labda mtu kama Vunja Bei. Aliwakuta wenzake wanauza nguo Sinza wapi wanauza nguo. Yeye akaja na brand ya kwamba anavunja bei. Yani yeye akaja kwamba yeye anavunja bei. Yani kwamba ile bei mlionayo nyinyi. Kwamba wote nguo tunazichukulia gwanzu, lakini the way mimi nitakavyo sokoni ni kwa hiyo concept ya vunja bei. Umeelewa? Kwa obvious alivyoingia sokoni akaanza kufanya marketing ile brand yake ya Vunja Bei. Labda anatafuta influencer, anatafuta watu ambao tayari wana numbers wavae nguo zake, atatumia media, atafanyeje, lakini ikamrahisishia yeye kwa sababu tayari come up na hiyo brand ya Vunja Bei. Kwa hiyo inabidi aendelee kuibuild ile brand kila siku. Kwa hiyo watu wengi wanateseka hapo kwamba mimi nauzaje bidhaa yangu sokoni bila kuibrand. Ndio maana sasa hivi ukitaka kumuingiza msanii yoyote mpya lazima umbrand, umfanyie marketing. Ukifanya filamu unabidi uibrand ndio ifanyie marketing. Wakati tujianza production hapa tulikuwa tunazungumza tukasema kwamba China ni wazuri kwenye kuzalisha product lakini sio wazuri kwenye kuiuza, katika kuimarket vizuri. Marekani hayuko, yani nataka kusema sio mzalishaji mkubwa, lakini katika strategize namna gani ya communicate product yuko vizuri sana. Mfano mzuri ni anaweza kukuaminisha kitu chake ni kizuri. Yani ni kizuri, of course. Yani ukaamini kabisa kwamba kitu ni kizuri. Hiyo ndio maana ya brand. Kwamba na kila mtu ana brand, ndio maana tunasemaga kuna personal brand na nini. Hasa leo tutawaambia watu jinsi gani ambavyo wanatakiwa wafanye ili kuingiza product yao sokoni. Alafu pia hicho pia umezungumzia kuhusu kujibranding. Sasa hivi nimeona sasa hivi kwamba swala la personal branding limekuwa ni kitu kikubwa sana, kwamba nimeona sana watu wana communicate kwamba sasa hivi ukitaka kuuza kwa urahisi, mfano let's say kama makampuni, kama kuna kampuni inauza bidhaa, watu watataka kujua behind ya hiyo kampuni ni nani ambaye the face ya hiyo kampuni. Kwa ile wanasema ile personal branding ni kitu ambacho sasa hivi pia ni kitu ambacho sasa umeenda kwenye sehemu nzuri. Kuna kitu kinaitwa 4P of branding. Hiyo so personal branding. Branding ya kitu ina vitu vinne: ina personality, ina perception, ina purpose, ina promotion. Ukitaka kuuza kitu chochote sokoni lazima uwe na personality ambayo itauza hiyo brand. Kwa baadaye tutazungumzia personality brand inabidi iweje. Alafu unabidi uwe na purpose. Lazima uwe una sababu ya kufanya hivyo. Umeelewa? Yaani watu wajue umefanya hivyo kwa sababu gani. Unataka labda
labda unaleta simu, unataka kurahisisha matumizi ya teknolojia, unataka kumtarget mtu ambaye hawezi kwa afford simu kubwa, umeelewa? Labda unataka kutarget middle class, ameshindwa kupata simu zenye quality anayohitaji. Kwa unabidi uje na purpose. Alafu pia una perception, una mtazamo wa kile kitu ambacho unataka kukipresent. Perception yako inabidi tofautiane na perception za watu wengine. Kwa sababu brand ni uniqueness. Yaani wewe una utofauti gani? Upekee wako wewe na watu wengine. Alafu ukitoka hapo lazima uifanyie promotion. Umeelewa? Hizo ni 4P of branding. Purpose, passion, purpose, perception, promotion na personality. Hasa kwa sababu tumehitaji personality, na maana kuna kitu kinaitwa personal brand. Brand ya mtu binafsi, chapa ya mtu binafsi. Chapa ya mtu binafsi ina 5C zake pia. Kama nitakuwa nazikumbuka vizuri. Kuna content. Lazima mtu uwe na content. Unaongea nini? Unaonekanaje? Lazima uwe na consistency. Uwe na muendelezo hicho ambacho umekianzisha. Uwe na connection. Umeelewa? Ujuane na watu. Umeelewa? Yaani watu kweli wanakujua, una uwezo wa kucommunicate na watu, ukauza kitu chako na nini, na uwe una ukweli. Yaani kwamba unachokipresent kina ukweli ndani yake. Umeelewa? Hiyo ndo namna ya kutengeneza personal brand. Lazima uwe na content, connection, consistency, nimesahau kingine, confidence. Yaani kwamba hata kama unaamini, yaani wewe amini kile ambacho unakiamini. Hata kama unakipresent watu waamini kweli unaamini. Usiwe na wasiwasi. Yaani kama ni msanii umeamua kwamba mimi brand yangu nitakuwa navaa natokea kifua wazi tu, au na kinywele fulani au nywele zangu nitakuwa nazipiga bleach, au naingia na nani moja mascot fulani. Lazima uwe na confidence kwenye engo hiyo. Yaani umeelewa? Yaani lazima uwe na confidence, kwa sababu hiyo ndio itakusaidia watu kukuamini kwamba una confidence. Sasa personal brand ndio inakuja kutengeneza brand ya product. Kwa nini tunataka personal brand kwenye kuuza brand yoyote? Kwa sababu brand hatuendi kumuuzia robot. Tunaenda kuuzia watu. Kwa njia rahisi ya kuzungumza na watu ni watu. Yaani ili niuze product yangu nahitaji mtu azungumze na watu. Product haiwezi kujiuza. Kwa hiyo hata kama mimi sina brand ila na product yangu, nabidi nitafute watu wenye personal brand ili waweze kuniuzia brand yangu. Umeelewa? Labda nimeingiza mzigo wangu wa TV sasa hivi, mimi sina brand. Nabidi nitumie personal brand kuuza brand yangu, kwa sababu wao ndo wanaenda kucommunicate na watu. Sasa hiyo inawapaga watu shida, kwa sababu unabidi utafute personal brand ambayo inaendana na product ambayo umeingiza sokoni. Ila kama wewe mwenyewe ulitengeneza brand yako ili uingize bidhaa sokoni, kuna namna wewe ulijishape tayari ambayo unakuwa related na hiyo bidhaa yako mwenyewe. Kwa sababu kwa mfano msanii wa muziki mara nyingi wanakujaga na brand za nguo, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo wako navyo kila siku wanavaa, wanaonekana, wana nini. Sasa wakati unafanya hivyo vitu vyote, mwanzoni nilisema kwamba ilianza marketing ndio ikaja branding. Ukiwa unafikiria chochote kuhusu branding, lazima ufikirie 4P of marketing. Kwa siku tuliwahi kuzizungumzia kwenye episode iliyopita kwamba 4P of marketing ni product price, positioning, kwamba unaipeleka wapi, kwa maana price, ndio, na promotion. Yani promotion inakuwa ya mwisho, hii wanaita final. Kwa unaanza na hizi tatu. Lazima ujue product yangu mimi ni aina gani, hii product ndio itadetermine na user bei gani, afu nitajua naiweka wapi. Umeelewa? Kwa mfano huwezi kuwa na product ya sote tunaweza kuwa tunauza chips, chips. Lakini kuna chips yai inauzwa Bahari Beach na kuna chips yai inauzwa Manzese. Na mfano mzuri ambao ni hai miogo inayouzwa Koko, uweze kutofautisha na miogo ambao unakuta hapo mtaani hapo mama fulani ambao anaiuza. Of course. Kwa hapo ndo inakuja point. Hapo ndo unakuja kwenye point ya product, yani hiyo product yako wewe. Kwa ukishajua product yangu mimi naipeleka kwenye middle class, ina maana product yako unabidi uishape kuendana na middle class.
Ukijua mi product yangu naipeleka kwenye upper class, unabidi ujue product yako unaishape kwenye upper class. Ukishajua ni upper class, unajua namna ya kufanya promotion. Kwa mfano, wewe unataka kuwa target labda unataka kuwa target watu ambao ni low class. Kwa maana unahitaji local media. Unaelewa? Unataka kuhitaji watu ambao ni upper class, unahitaji hadi websites. Ndio maana unaweza kukuta hoteli kubwa hizi hazihitaji kwenda kutangaza tangazo lao kwenye radio. Mfano mtu ana target, tuseme kwamba ana target watu ambao wanapatikana maeneo ya Masaki, Oysterbay, akachukua local media lesi ambayo local media yoyote haiwezi kufanikiwa. Umeelewa? Atahitaji website, atahitaji digital platforms kama ni social media, LinkedIn, wapi huko. Na kuna watu hawajui, wanaweza kaisi haba hizi website hazifanyi kazi, lakini haya mahoteli yote unaoyaona haya ya kimataifa anatumia website. Sababu mtu yuko kule nje hawezi kusikiza local media, na wao washajua target yao kwamba sisi tunamtarget mtu fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo inakuja kuapply hata kwa mtu ambaye anafanya muziki. Wewe una msanii wako, wakati anatengeneza product, mnajua kabisa aina ya huu muziki wa msanii na utengeneza, anaenda kuwa target middle class na low class. Unaelewa? Kwa ina maana huu muziki mimi nikiutoa, nikiweka audio mark, unabidi uwe for free. Kwa sababu mimi mlaji wangu hawezi kulipia kusikiliza muziki. Ila mimi kuna muziki na ufanya na wa target upper class na middle class. Muziki wangu mimi, huyu mtu anaweza akausikiliza Spotify na akalipia. Unaelewa? Kwa hiyo tayari nina ile target. Kwa ninapokuja kumbrand msanii wangu, najua na position wapi. Umeelewa? Kwa kwenye composition inaanzia kwenye ile product ambayo sisi tumeitengeneza hapo. Umeelewa? Ndio maana unaweza ukakuta labda lebo nyingi ambazo lebo zinafunguliwa labda Bongo, Afrika, nyingi zina struggle kwa sababu unakuta anambrand msanii kama upper class na middle, alafu product inayozalishwa ni ya low class. Alafu yeye hataki kuonekana kama ana target low class. Umeelewa? Yaani kama amejitenga kwamba mimi kwamba sijawa target low class, lakini product yani the way anavyoipresent katika in a way ambao kwamba ana target watu ambao ni mfano labda nikupe mfano miwili kwenye muziki hapo. Tems na Burna Boy, si ndio? Tems anajua kabisa muziki wangu mimi unasikilizwa zaidi Europe. Si ndio? Europe ni ngumu kusikiliza muziki bila kulipia. Unaelewa? Kwa Tems akiupload muziki wake, ana upload kwa watu wanaolipia. Huwezi kulipia, huwezi kusikiliza muziki wake. Burna Boy anajua na watu wote wawili, ana wanaolipia na ambao hawawezi kulipia. Kwa akiachia product yake, anawapa option watu ambao hawawezi kulipia kusikiliza na wale ambao wana uwezo wa kulipia. Zote vitu vyote hivyo aviji kwa bahati mbaya, ni vitu ambavyo unaviplan before hata kabla kuja. Yaani unaona kwamba mimi product yangu nikiitoa nina target watu fulani. Yaani unataka kwa mfano, unajua msanii, watu wanasemaga msanii ni kama package. Unavyoona package ya mkate, namna ambavyo ile package unaishape ndo ambavyo unamvutia mtu kununua ule mkate. Yaani wasanii ni wengi, kila mtu anaimba muziki, ila yule mtu ambavyo jinsi unamtengeneza ile package yake yeye, unamuonyesha kabisa watu wanapenda kuona kwamba mimi ndo target, sijakushobokea. Sijakushobokea. Umeelewa? Yaani kwamba hii bidhaa kweli ni kwa ajili yangu, kwamba mimi ndo unani target. Kwa ukiangalia hiyo process nzima ambayo tumeiongelea hapa, tunazungumzia in general. Ukitaka kuuza product yako wewe sokoni, unataka kuiingiza sokoni kwenye digital, labda unataka uanze kuuza product yako kwenye Instagram, WhatsApp, labda utumie platform tofauti, lazima ujue wewe umetarget nani. Mteja wako ni nani? Na huyo mteja wako anaendana na hiyo product ambayo unaizalisha? Na je, hiyo product inapatikana ambapo huyo mteja wako yupo? Umeelewa? Yaani kwa mfano, kuna wasanii hahitaji local media kabisa, kwa sababu yeye mlaji wake yeye hayupo kwenye local media. Juzi tulikuwa tunamuongelea mtu gani kwenye nanili moja tukamsahau. Nilikuwa nimemsahau jina. Kwa dada anaitwa Tunesh. Anafanya muziki, ni mbongo tu. Muziki wake ukiusikiliza, hata ukiwa umekaa na mbongo hivi, atakwambia huyu ni mbongo kweli? Huyu sio mbongo huyu, kwa sababu product yake yeye ameitarget hivyo, yani international. Kwa hiyo yeye hawezi kuhitaji interview ya kwenye radio ya Kitanzania. Na hata mfano kuna mfano mwingine, kama unakumbuka kwenye episode ambayo tuliproduce lakini ukitoa
ni hata Louis mfano mzuri ni Louis kimsikiliza unaweza kusema huyu ni mbongo kweli au msauzi the way alivyojiweka. Hata na Vikenzo namna ambavyo hata ni Vikenzo pia wanajua kabisa kwamba yani washajua namna ambavyo tunajipresent sisi, mlaji wetu ni huyu, kwa hata aina ya lifestyle ambayo sisi tuna show. Na kuna usemi unakumbuka kama nilikwambia kuna hilo kwamba wanasema kwamba ukitaka kumtarget kila mtu utajikuta haumtarget mtu yoyote. Kwa hiyo ni bora udecide utamtarget mtu gani, kwa sababu ukitaka kulilete na kila mtu utajikuta mwisho wa siku haulilete na mtu yoyote. Hiyo wanaweza wanasiasa unataka kutarget kila mtu hiyo wana uwezo wanasiasa kabisa, lakini lazima ufanyeje, ujue kama mimi na target mtu gani au najiposition vipi. Na hiyo unajua hii ambayo tunaizungumzia ni ndo vitu basic kwenye ujasiriamali. Ukianza kufungua biashara yoyote lazima ufikirie location, ufikirie target client, ufikirie price ya product yako utayouza. Kwa hiyo utafikiria mimi naenda kuuza huu mchele, naenda kuuza Tegeta natakiwa niuuze bei sawa ambavyo naiuza Masaki. Ukiachana na bei, natakiwa niwe na package sawa kulingana na Masaki. Natakiwa niwe na mazingira. Ndio maana unaweza ukaenda sehemu saluni tu ya kunyolea, ukaingia tu ukakuta AC. Umeelewa? Issue ni kunyoa, AC ni packaging. Umeelewa? Ile package ndio inatengeneza brand inatengeneza price. Kwa gharama haziwezi kuwa kama zile ambazo umeenda kwenye saluni haina AC. Haina AC. Unakuta karanga unakula karanga kidogo. Kwa hiyo yani zile package ndo zinakuja watu wanakuwa sasa wana of course. Ndo maana hata kuna nanili kuna kimeme fulani wao kinatembea unasema kwamba ukienda kwenye mgawa wote ukakuta kuna kamziki fulani vikanalia, jua kabisa kwamba hapo price zake aisee kimbia. Yani hiyo ni tayari kwamba ni kitu ambacho watu wameshajijengea kulingana na hizo sehemu zilivyojiweka. Sababu kwamba kimziki fulani kwa mtu alishakwenda before akakuta kimziki nalia, service aliyopata, price za vile vitu ni expensive. Kwa hiyo tayari kika kwenye vitu vya watu kwamba ukisikia kimziki fulani hivi unajua hizi sehemu ni very expensive. Kwa hiyo ndio watu wanachosema wanataka kwa msanii the way utakavyojiweka ndo watu watakavyo classify the way ambavyo unatokea, the way unavyotokea watu watakavyo kupokea. Na watu wanashindwa. Leo tutaongea pia hii, kuna branding ni lifetime process. Yani hamna kampuni wewe inaacha kubrand kitu chake. Maana kwenye brand kuna stage ya kwanza unaishape hiyo brand yako, unaitengeneza, una create brand. Ukishamaliza kuicreate brand una kazi moja ya kulinda ile brand ambayo umeitengeneza isipotee. Hasa hiyo ndo kazi kubwa ambayo watu wago inawasumbua. Yani alitumia nguvu kubwa kwenye kuitengeneza brand na nini, afu mwisho wa siku anashindwa kuilinda ile brand, kumaintain brand ndo kazi. Umeelewa? Kwa sababu ukizalisha brand yoyote lazima utakutana na competitors of course, wana competitor na brand yako. Kwa hiyo unabidi obvious watakuja na vitu tofauti ambavyo vitafanya ionekane brand yako ni ya kawaida. Kwa hiyo unabidi uendelee kuimaintain brand yako. Kwenye kumaintain brand yako unabidi usijichanganye ukaachana na ile starting point ambayo ulianza nayo, kwa sababu umeona kama au unatakiwa niwe hivi kama yule alivyo. Ukibadilisha umeanza upya. Yani umeanza upya, ni process nyingine. Ila ukishape kile ambacho umeanza nacho ndio unatengeneza growth ya kukua. Sababu nilikwambia brand inakupa loyal customer, mteja wa muda mrefu ambaye anaweza kawashawishi hadi watoto wake kutumia hiyo product. Na of course wanasema branding ni kitu kizuri kwa sababu uta-exclude wale watu ambao kwa sababu the way utakavyoanza utatengeneza wale loyal customers kulingana na walivyokupokea. Ukiswitch tu wale watu ambao wamekupokea wataanza kuona mbona kama vile amekuwa ni mtu tofauti, kwa utajibiti na uanze tena upya kutengeneza loyal customers wengine kutokana na huo mfumo mwingine ambao umeuadapt. Yani kwa mfano ndakupa mfano mzuri. Ukienda dukani wewe kununua labda maji fulani ya kampuni fulani, kuna kampuni unakuwa nayo kichwani, wewe tayari ni loyal customer wa ile kampuni. Hujasikia hata tangazo lake muda mrefu, lakini tayari unajua mimi nikienda dukani inabidi ninunue kitu fulani. Ina maana ukikosa hiyo bidhaa ndo utachukua bidhaa nyingine. Of course.
ile bidhaa nyingine utaichukua bathing on marketing. So branding. Labda uliwahi kusikia tangazo. Labda nimefika sehemu nimeulizia maji fulani hivi. Yapo, nitawaambia nipeni maji fulani. Umeelewa? Watanipa yale maji, nitaondoka nayo. Nimeyachukua yale maji kwa sababu maji fulani sijayakuta. Umeelewa? Kwa ile pale, ile ndo maana ya brand. Sasa kwenye branding inakusaidia kitu kimoja. Huwezi kuwa na branding ikakua ukabakia kuwa na product moja. Utazalisha product nyingine. Kwa hiyo ina maana ukizalisha product nyingine, ile brand itakubeba kwenye kuzimarketing hizo brand nyingine. Tatolea mfano mzuri, labda nikupe mfano mzuri, Azam. Si ndio? Brand si Azam. Jamaa anaweza kuingiza product yoyote sokoni kwa sababu tayari ana brand. Yaani anaweza kaingiza product kwamba brand yake ile kubwa ya Azam tayari kwamba imeweza imemfanya kwamba anaweza kaingiza product yote ile kwa sababu tayari ana ile brand ambayo tayari ina mizizi deep sana. Sasa hiyo engo ukirudi hata kwenye muziki, wewe ukiwa ni msanii tayari umeshakuwa, una brand imekuwa, ina maana una uwezo kuleta wasanii wengine kupitia brand yako kwa sababu brand umeikuza. Brand ni kitu muhimu sana kwenye biashara. Ndio maana ushaye kusikia mtu anakuambia usiniharibie brand yangu. Usiniharibie brand yangu. Nitakupa mfano mzuri, labda Kanye alipokuwa anafanya kazi na Adidas, si ndio? Adidas ni kampuni ambayo ipo duniani kama miaka 70. Umeelewa? Zaidi ya miaka 70 ipo. Kanye ana matukio yake. Tayari ana deal na Adidas. Ina maana yale matukio yake watu wanayaunganisha na Adidas. Yaani ukimzungumzia Kanye unawazungumzia na Adidas. Sawa, huyu jamaa anatuingizia hela. Umeelewa? Lakini hii ni brand ambayo inabidi hadi mjukuu na kitukua ikute. Yaani hii ni brand ya inabidi ikae miaka mingine 200 300 kiasi kwamba hata huyu Kanye mwenyewe hawezi kwa si atuangalie unaotuingizia sasa hivi. Tunaangalia, je, unaisaidia brand yetu kukua na kuendelea kuimaintain kwamba hii brand yetu inakuwa na unaendelea kuimaintain. Hiyo ndo point. Asa watu wengi, asasa wasanii nimewahi kuwaona au waigiza, wanaamini labda brand ni kuvimba, usisalimie watu, usionekane mara kwa mara, upendeze, ufanyeje. Brand sio hiyo. Brand inaendelea kubase kwenye zile process ambazo tumezikwambia za for marketing, zile ambazo tulikuwa tunazizungumzia hapa, kwamba product yako ile, umeelewa, ile price na ile namna ambavyo unajiposition. Hivyo vitu unabidi uendelee kuvimaintain. Unavimaintain vipi? Umeanza leo unaimba, ni msanii, labda unaimba R&B au unaimba hip hop. Ina maana product yako ambayo utaendelea kuiachia, watu wana expect iendelee kuwa bora, iendelee kugrow. Yaani kama leo nilikusikiliza kwenye sound hii, baada ya miaka 3 nikute sound yako imekuwa. Hivyo ndio unavyoendelea kushape brand. Unaelewa? Ukitoka hapo uendelee kujiposition kwenye zile sehemu ambazo ulikuwa unajiposition. Umeelewa? Gharama yako wewe, price haitakiwi kushuka. Price inatakiwa kukua. Umeelewa? Yaani brand inakusaidia ile gharama iendelee kuongezeka. Yaani kama show ulikuwa unalipwa $500, uanze kulipwa $1000. Umeelewa? Kwa hiyo jinsi ambavyo price inakuwa ndio jinsi ambavyo brand yako inaendelea kuwa kubwa. Watu wanaendelea kukuogopa. Unakuwa, unajiposition. Yaani haiwezekani leo uliperform show ya watu 100 au watu 200, afu baada ya miaka 3 na kuona una perform show ya watu 300 au ya watu 100. Wewe brand yako ndio ina dead. Yaani hata kama waga unavaa vizuri, sijui una gari kali, wewe brand yako obvious, kwa kitaalamu tunaanza kuona kwamba brand yako inaanza kufa. Yaani hiyo ndio yaani ndio mwisho umefika kabisa, kwa sababu mwisho wa siku sisi tuna expect growth ya ile kitu ambacho unakifanya ambacho ni basic. Acha vile vitu extra. Maana msanii ukishaanza kuwa mkubwa utapata endorsement, utakuja na nguo, hivyo vitu ni extra. Unaelewa? Ndio maana mimi napenda mfano wa Coca-Cola. Coca-Cola sio hapo. So wana bidhaa nyingine. Wana Sprite, wana Fanta, wana nini? Unaona, wana maji ya Dasani, wana product mengi. Lakini wana invest kwenye kuitangaza Coca-Cola kuliko hivi vitu vingine. Maana wanajua tukiitangaza Coca-Cola, obviously tumeitangaza Sprite. Of course.
Umeelewa? Yani obviously imeisha, ila tukiitangaza Sprite hatujaitangaza Coca-Cola. See. Yani inakuwa ni tofauti kabisa. Yani vitu vile tofauti. Okay. Kwa hiyo vijana wengi wana wish ku win digital market. Yeah. Lakini wanakuwa pressurized na trending ya muda huo. Yani wanapenda kutrend kwa muda huo. Unajua kwa sababu gani? Okay. Sababu sisi tuna watu ambao hawafikirii future. Hawafikirii miaka 10, 20. Hapa tulikuwa tunazungumzia brand za Adidas, Nike. Hata aliyoanzisha Nike ashakufa na kuoza. Yani mifupa yake ile kule chini. Ameshabakia udongo. Unaelewa? Ila kuna watu wanaendelea kuifaidi ile brand ambayo ameitengeneza. Bado iko yani. Kwa kushape brand inakuhitaji kuwa kwanza na principle ambazo umejiwekea, of course, ambazo unahitaji uishi nazo. Mtu asikuchanganye kwenye hizo principle. Yani mtu asije akakwambia, "Yo, wewe mbona wewe ni msanii unavaga manguo makubwa manene si ubadilishe." Usikubali. Yani moja ya kitu ambacho unatakiwa kukubali ni hicho pia. Kwamba mimi tayari ni brand yangu ni hapa. Ngoja nikwambie, unajua Ado, mimi wewe hapa pia. Sote hapa tuna personal brands. Yes. Yani majirani zako kuna namna ambavyo wanakuchukulia. Sure. Hiyo ni branding shape wewe. Sasa ina maana jirani yako anavyokuchukulia na mtu wa ofisini anaweza akawa anakuchukulia tofauti. Maana kuna namna una act kwa jirani yako na kuna namna una act ukiwa ofisini. Unaelewa? Na kuna namna una act ukiwa na ndugu zako. Ukishakuwa ni mtu ambaye ni wanahitaji public figure, ina maana tena sio kwamba unashawishi kundi la watu wachache. Unahitaji watu wengi wao na mtazamo unaofanana. Okay. Yani sote tukiulizwa mtu fulani, sote tuna story inayofanana. So huyu ana story yake, huyu ana story yake, huyu ana story yake.